Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya kirejeshi o na amba. Shukran sana kwa kusubscribe. Swali la kwanza. Kirejeshi ni nini? Kirejeshi ni kiambishi kinachotiwa katika kitenzi ili kurejesha tendo kwa mtendaji. Kirejeshi ni kiambishi au kiwakilishi kinachorudisha tendo kwa mtendaji ambacho hutokea kati au kwenye tamati mwa neno. Kwa mfano, mgeni aliyewasili amekaribishwa. Katika aliyewasili, ye ni kirejeshi. Pili, taja aina mbili kuu za urejeshi na utolee mfano wa sentensi. Urejeshi kati. Kiti kilichonunuliwa ni chetu. Cho, ile cho pale katika neno kilichonunuliwa. Urejeshi tamati. Kiti kinunuliwacho ni chetu. Ile cho iko mwishoni, tamati. Tatu, andika upya sentensi ifuatayo kwa kutumia o rejeshi ya kati na ya tamati. Mtu ambaye analala ni mgonjwa. Mtu anayelala ni mgonjwa. Ile yeye ni urejeshi kati. Mtu alalaye ni mgonjwa. Unaona yeye imetokea mwishoni. Kwa hivyo ni urejeshi tamati. 4. Andika sentensi ifuatayo upya ili urejeshi uwe tamati. Mwanafunzi ambaye hushinda ni ambaye anajitahidi. Mwanafunzi ashindaye ni ajitahidie. Unaona yeye pale tamati au mwishoni. 5. Andika sentensi zifuatazo bila kutumia kirejeshi amba. Mwimbaji ambaye aliwasili jana ataondoka kesho. Mwimbaji aliyewasili jana ataondoka kesho. Kwa hivyo badala ya kutumia amba unatumia o rejeshi. Mahali ambapo palifagiliwa na mama pamechafuka. Mahali palipofagiliwa na mama pamechafuka. Kwa hivyo po unaona iko pale katikati ni o rejeshi. Mkulima amelikata tawi ambalo lilikauka msimu wa kiangazi. Mkulima amelikata tawi lililokauka msimu wa kiangazi. 6. Andika upya sentensi ifuatayo ukitumia urejeshi mwishoni mwa maneno yanayofuata. Mchezaji anayetia fora ni yule anayefanya mazoezi na kula chakula kifaacho. Kwa hivyo unapaswa kuandika upya sentensi ifuatayo ukitumia urejeshi mwishoni. Mchezaji atiaye fora ni afanyaye mazoezi na kula chakula kifaacho. Tunaona zile ye ziko mwishoni. 7. Andika upya ukitumia kirejeshi amba. Nyoka aliyemuuma punda wangu ameuawa na wanakijiji waliofika kwa wingi. Nyoka ambaye amemuuma punda wangu ameuawa na wanakijiji ambao walifika kwa wingi. Mahali palipotayarishwa pamejaa waumini waliotoka nchini kote. Mahali ambapo palitayarishwa pamejaa waumini ambao walitoka nchini kote. 8. Andika sentensi ifuatayo bila kutumia amba. Mtoto ambaye hulia sana hakui kwa haraka. Mtoto aliaye sana hakui kwa haraka. 9. Tunga sentensi ukitumia neno ndi kama kirejeshi cha kuthibitisha. Ufanisi ndiye kiranja bora shuleni mwao. 10. Tumia o rejeshi ili kudhihirisha hali ya mazoea katika sentensi. Wanafunzi wasomao sana hufanikiwa.
11. Tumia o rejeshi katika sentensi ifuatayo kudhihirisha hali ya mazoea. Mtoto ambaye hula lishe bora ndiye ambaye hupona haraka. Mtoto alaye lishe bora ndiye aponaye haraka. Kwa hivyo ukitumia ile ya tamati wakati mwingi inaleta maana ya mazoea. 12. Tumia o rejeshi tamati. Jengo ambalo ni dhaifu huanguka. Jengo liangukalo ni dhaifu. 13. Tumia o rejeshi tamati kuunganisha sentensi zifuatazo. Jino linauma. Jino limeng'olewa. Jino liumalo limeng'olewa. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitatumia kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.